Tunaanzia hapa hivi. Mtu alikuwa mgonjwa for 38 years. Miaka mingapi? 38. Hana matumaini ya kupona. Unajua ukiwa mgonjwa mwaka wa kwanza at least, mwaka wa pili at least, mwaka wa tatu unaweza kusema nitapona. Ikishafika miaka 5 ni kama unaanza kuzoea. Sasa miaka 5 hakuna kilichobadilika. Ipo siku nitapona kweli? Imeenda mpaka miaka 38. Imagine, sio kwa sababu teknolojia ya uponyaji ilikuwa haipo. Teknolojia ya uponyaji ilikuwepo. Ila kwa sababu ni kiwete, hawezi kutembea. Si ndio? Ili aweze kupata uponyaji wake inambidi aingie kwenye birika inapotibuliwa. Na kwa sababu ile eneo sio la wazima, ni eneo la wagonjwa wenye uwezo wa kuona, ila miguu hawana. Kuna nani unaweza kufanya vinyo wanavyofanya kwa sababu wanaona, wakaingia wakapata uponyaji. Ila unaweza kuona vizuri na miguu ni tatizo. Hata kama unatamani uweze kufanya chochote. So miaka 38 yuko kwenye eneo ambalo uponyaji wake upo. Ni kama hapa hivi. Maji yako hapo. Malaika anakuja anatibua maji, alafu inabidi atokee mtu aende aingie hapo wa kwanza kabla maji hayajatulia. Unajua maana kutibuliwa. So malaika anakuja na vuruga maji yale, anatibua, inakuwa kwenye hali ambayo sio utulivu. Alafu ukiingia wa kwanza ikiwa anatibuka pale, unapata uponyaji. Ukichelewa maji yakituama yakipoa, uponyaji umeisha. Si ndio? Sasa miaka 38 yuko hapo. Ana mtu wa kumsaidia. Ni mgonjwa kweli na yupo eneo ambalo uponyaji upo. Kilichokosekana ni mtu wa kumsaidia tu kumuingiza kwenye birika. Sawa ambavyo kuna watu ni maskini leo kabisa, sio kwa sababu uwezo kutengeneza hela hawana, wamekosa mtu wa kumpa tu mtaji. Hicho tu. Biashara anaijua, ukimpa hela anaweza kufanya biashara, lakini amekosa mtu wa kumwambia milioni 10 hizi hapa, milioni 5 hizi hapa, kapambane, kafanye kitu. So huyu mtu atakuwa maskini mpaka anakufa. Ukweli ni kwamba sio kwamba hana uwezo wa kufanya biashara, sio kwamba hana uwezo wa kutengeneza kuzalisha. Uwezo wa kuzalisha nao, ila amekosa mtu wa kumpa mtaji. Jiulize ni matatizo mangapi ambao watu wako nayo leo na wanazeeka nayo. Si kwa sababu eti hawasingeweza kutatua, ni kwa sababu kuna mtu amekosekana wa kumpatia msaada. Sio kama anaelewa vizuri. Huyu mtu wa Mungu hapa ana miaka 38 kwenye eneo lenye uponyaji wake, kwenye eneo lenye uzima wake, kwenye eneo ambalo lingemfanya awe atakasike, apone. Mwaka mmoja baada ya tatizo, miaka 2 baada ya tatizo, miaka 3 baada ya tatizo. Lakini kwa sababu ya kukosekana mtu wa kumsaidia, amekaa miaka mingapi? 38. Jitazame maisha yako wewe. Jiulize, hivi kweli hivi ndivyo napaswa kuwa au nimekosa mtu? Jiulize tu, hivi kweli hivi ndivyo napaswa kuwa au nimekosa mtu? Mimi mwenyewe nimekosa mtu. Kabisa nimekosa mtu. Na ndio maana niko hapa hivi. Na wewe umekosa nani? Mtu. Kwa nini kuna singles? Ni kwa sababu umekosa. Kwa nini watu wako na maspika mazuri lakini hatuwasikii kwenye ibada zao? Hatuwasikii. Wamekosa nini? Mtu. Kwa nini kuna miujiza mingi inatendeka lakini hauoni watu wakifurika hapo? Huyu mtu amekosa nini? Mtu. Kuna watu wana maupako kwa vijijini, ana uwezo wa kuondoa kansa kijijini huko. Watu wa kijijini hawana hospitali kubwa. Mtu akipata tatizo anaenda kijijini huko kwa jamaa mmoja hivi anamponya huko. Ila nani anayemjua huyo mtu? Hakuna. So yuko na majibu lakini amekosa mtu wa kumsemea sehemu fulani. Amen. Wewe ulimjua babu wa Loliondo ni kwa sababu kuna mtu alisema. Bila mtu kusema usingemjua babu wa Loliondo pamoja na uwezo wake wa kutibisha kwa kutumia tu kikombe cha babu. Lakini nani aliyekuwa anamjua? Hamna. So tunaweza tukafa na majibu yetu au tukafa na utajiri wetu kwa sababu tumekosa mtu wa kutuvusha mahali. Miaka 38 years. Mimi mwenyewe sijafikisha bado hiyo miaka 38 years. Tuamini tu kwamba miaka hiyo yote 38 alikuwa na uwezo wa kupona kwenda siku ya kwanza tu au siku ya pili tu au wiki ya kwanza tu, lakini amekosa mtu. So ni nani ambaye wewe unatembea ukijua kwenye taabu yangu ukimwona huyu nimesaidika? Kwa sababu kimkosa huyu mtu utakaa gizani miaka yako yote. Watu wa gizani ni wazuri sana kujua hekima za namna kuendesha maisha kuliko sisi. Haujui kusikia mtu anakuambia nina mganga wangu? Haujui kusikia? Ana mganga wake. So akiona ndoa yake inaenda mrama, hapigi simu kwa mchungaji, haendi kwa saikolojia, anaenda kwa nani? Kwa mganga wake. Maana huyo ni nani? Ni mtu wake anayemsaidia siku ya taabu. Si ndio? Kuna mwingine biashara ikiyumba
haendi kwa mganga, haendi kwa mchungaji, ana mshauri wake kwenye mambo ya nini, ya kibiashara. Anaenda anamwambia, ndugu yangu, biashara haiendi sawa. Alafu yule mtu anamshauri, akitoka pale biashara imenyooka, kwa sababu ana nini, mtu. Jiulize sasa, wewe ndugu yangu ulioko hapa, una mtu? Una mtu? Leo kwa mara ya kwanza naomba nikushangaze, nikwambie jambo lifuatalo. Uchawi upo. Uchawi upo. Tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita, naye amekuwa kiumbe kipya. Hicho kimaanishi kwamba mzigo unaoitwa uchawi haupo. Uchawi uko pale pale. Watu wanaroga nyie. Sasa usiniulize nimekutana na nini, ila elewa uchawi. Unajua kuna mtu anakuambia, mchungaji, mimi mwenyewe sijielewi, au ndugu yangu, mimi mwenyewe sijielewi, nimejikuta tu nimependa. Dada, kulikoni? Mbona kuona huko na sukununu hapa? Huyo sukununu nimemtoa wapi? Mimi mwenyewe mchungaji najiuliza, huyu sukununu nimemtoa wapi? Kumbe sukununu alijiona kabisa hakufai. Yani yeye hakufai, ila akajua namna kukupika. Akaenda kwa mtu akamwambia, kuna beautiful nimemwona, kuna brembo nimemwona, ila nikijitazama sina vigezo, sifiti, hebu ni brand kidogo. Mtu akambrandi, akaja akamwambia, dada, habari, uko vizuri sana. Muda wote tunamwaza sukununu. Unashauriwa sukununu hakufai, wewe huelewi, kwa sababu kuna nani? Kuna mtu amekupika. Uchawi upo. Najua unajiuliza, mchungaji, wewe prophet, mambo ya uchawi wapi kwa wapi? Tulia hapa nikwambie uchawi umelipata wapi. Nani anatamani kujua nimerogwa au sijarogwa? Watu wanataka kujua nimerogwa. Diana, unataka kujua nimerogwa? Chajabu dada yangu hapa anatamani kujua nimerogelewa wapi. Eti sio tu aliyokuroga, wapi merogewa? Tu ni uchawi upo. Tulia hivyo hivyo, mimi natiririsha taratibu, hatuna haraka. Amen.